Kabla ya wewe mwanamke kuchukua uamuzi wa kuvunja ndoa yako, kaa chini, tafakari, kisha uamue maamuzi sahihi. Mimi sijakataa, kwenye maisha ya ndoa kuna mambo mengi sana, kuna changamoto nyingi sana, kuna kukosana na kuna wakati wewe unaweza ukakosewa. Ni kweli mwanaume wako amekukosea, lakini je, ni sahihi wewe kuchukua maamuzi ya kuvunja ndoa yako? Sasa hivi wanawake wengi wamekuwa ni watu ambao wanavunja ndoa kirahisi rahisi, kwa sababu anafikiri nikishatoka huko nje nitaenda kupata mwanaume mwingine wa kunioa. Na kuna wengine wanavunja ndoa zao kiholela kwa sababu ameona kuna wanaume wanaonyesha nia ya kumhitaji. Kwa hiyo anafikiri nikishavunja ndoa yangu wale wanaume wako huko nje wananisubiri, watanioa, nitaenda kula bata huko nje. Lakini kiukweli huko nje hakuna wanaume. Na hili utalithibitisha siku utakapoiacha ndoa yako. Ukifika huko nje utakuta hakuna mwanaume wa kukuoa wewe. Wapo wanaume wa kukuchezea tu, na wengine wanataka kulelewa na wewe mwenyewe. Sijui kama unanielewa. Huko nje 1% kubwa wanaume waliopo ni waume za watu. Na wewe ukishatoka kwenye maisha ya ndoa, kupata mwanaume wa peke yako, hicho kitu sahau. Utampatia wapi mwanaume wa peke yako ikiwa wewe tayari umeshaishi kwenye maisha ya ndoa, una watoto 2, una watoto 3? Huyo mwanaume wa peke yako utakayempata utamtoa wapi? Unakuta wewe leo hii umeamua kuvunja ndoa yako kwa sababu mimi siwezi kushare mwanaume na mtu mwingine, mume wangu amenisaliti. Unaamua kuvunja ndoa yako, lakini cha ajabu unaenda huko nje kwenda kuwa mchepuko wa mume wa mtu. Hicho kitu mimi huwa kinanishangaza. Yaani wewe unakuwa umekwepa nini ikiwa wewe ulikimbia kwenye ndoa yako kwamba hutaki kushare, lakini cha ajabu umefika kule nje unashare kwa amani zote, tena wewe ukiwa ndio umekaa kwenye nafasi ya mwizi, mji wako umeukimbia. Sasa ni kitu gani utakuwa umekikwepa? Wakati mwingine ukichunguza utagundua ni afadhali uvumilie changamoto ambayo iko ndani ya ndoa yako, kwa sababu hata ukienda nje pengine ukaenda kukiexperience kitu hicho hicho. Mimi sikatai kwamba haya mambo yanaumiza, lakini kama mwanaume amelitambua kosa lake, ametubu, mke wangu nisamehe, tuendelee na maisha. Usilazimishe kuvunja ndoa yako kwa sababu watu wanabadilika. Vipi ikiwa mume wako atabadilika baada ya hilo? Kwa nini wewe unang'ang'ania kuivunja ndoa yako? Kwa sababu tu unafikiri labda huko nje utapata wanaume. Mwisho wa siku unaenda kudondokea kwenye mikono ya waume za watu. Unaanza kutumika, unakuwa mwanamke wa pembeni na familia yako uliiacha. Leo hii unaweza ukatoka hapo kwenye ndoa yako, unafika huko nje, hakuna mwanaume wa peke yako. Labda wa peke yako ndo huyo, inatakiwa utafute pesa umuoe kingasti. Hakuna mwanaume wa peke yako, kila mwanaume huko ana mwenyewe. Kwa hiyo wewe uende ukawe mwizi. Kitu unachokuwa umekikwepa ni kitu gani? Kabla ya wewe mwanamke kuchukua maamuzi ya kuvunja ndoa yako, fikiria kwa makini sana. Tena ukiwa katika hali yako ya usawa, akili yako iko vizuri. Usije ukafikiria kipindi una hasira. Utaamua maamuzi ambayo yatakuja kukuumiza, kwa sababu utajikuta umechagua ambayo sio sahihi. Kwenye maisha kukoseana kupo. Kwenye maisha watu wanabadilika. Kwenye maisha changamoto zipo, watu wanakosea, na watu wanabadilika. Kwa nini wewe ung'ang'anie kuvunja ndoa yako kwa sababu ya changamoto ambayo inaweza kutatulika na maisha yakaendelea? Unafikiri kweli hawa wanaotangaza nia ya kukuhitaji huko nje kweli wapo? Lakini mwisho wa siku utashangaa ukivunja ndoa, ukienda huko nje na wao hawakutaki kwa sababu walikuwa nakuhitaji vile upo kwa mume wako. Sasa hivi umetoka, wanaona utaenda kuwa mzigo, wanaanza kukukataa. Na mwingine yeye anafikiri mimi nikitoka huko nje naweza nikapata mgane akanioa ambaye hana mke, labda mke alishakufa. Jamani, kuna vitu vingine ni vigumu kuongea, lakini huu ndio ukweli mchungu. Tazama huko nje, familia nyingi utagundua baba ndio anakuwa hayupo lakini mama anakuwepo. Wanawake hawafi kwa kiasi hicho kusema utaenda kumuokota mgane huko akuwa na wewe peke yako. 1% kubwa wanawake ndio wengi wanabaki wajane. Wanaume wachache sana ambao wanafiwa na wake. Labda wengi wao waliobaki ni wale ambao waliwaacha wake zao, na wengine ambao wameshindikana.